Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa majibu makali na ya uwazi kwa Jumuiya ya Madola kufuatia matamko yaliyotolewa na chombo hicho cha kimataifa kuhusu sakata la mwanasiasa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu. Akizungumza jijini Dodoma mnamo tarehe 12 mwaka wa 2026, mkuu wa nchi alieleza kuwa matamko hayo kutoka nje yanaiweka nchi katika wakati mgumu sana, kwa kuwa yanaguza moja kwa moja masuala ya ndani ya nchi pamoja na mchakato wa demokrasia unaendelea nchini. Katika hotuba yake hiyo iliyotolewa mkoani Dodoma, kiongozi mkuu wa nchi alisisitiza kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi yenye katiba na sheria thabiti zinazolinda haki za wananchi wote bila ubaguzi. Mkuu wa nchi alibainisha kuwa mihimili yote ya dola ikiwemo mahakama pamoja na bunge inafanya kazi yake kwa uhuru kamili bila kuingiliwa na mtu yeyote. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alimtaja Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju pamoja na wabunge na mawaziri mbalimbali waliokuwepo katika hafla hiyo, akieleza kuwa uwepo wa viongozi hao wakuu wa mhimili wa mahakama na serikali ni ushahidi tosha wa mshikamano wa kitaifa katika kulinda misingi ya utawala wa sheria na haki nchini. Mbali na hayo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliongeza kuwa serikali anayoiongoza itaendelea kushirikiana na jumuiya mbalimbali za kimataifa kwa misingi ya heshima na usawa. Hata hivyo, kiongozi huyo mkuu wa serikali alisisitiza kuwa masuala ya kisiasa ya ndani ya nchi yanapaswa kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria na taratibu za kitaifa zilizowekwa. Mkuu wa nchi alisema kuwa Tanzania kama taifa huru halitakubali shinikizo lolote la nje linaloatharisha amani, utulivu na mshikamano wa taifa ambao umekuwepo kwa muda mrefu. Kauli hiyo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeibua mijadala mipana katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, ambapo wachambuzi wengi wameeleza kuwa ni ujumbe wa wazi kwa jumuiya za kimataifa kuwa nchi inalinda uhuru wake wa maamuzi, huku wengine wakiona ni ishara ya kuimarisha nafasi ya serikali katika kusimamia mchakato wa kisiasa bila kuingiliwa na pande za nje. Uchambuzi wa kina wa kauli hii ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan unadhihirisha msingi na sababu kuu zilizomfanya ajibu matamko hayo ya kimataifa akiwa jijini Dodoma. Sababu kubwa ya mkuu wa nchi kuchukua hatua hiyo ni kulinda mamlaka ya kikatiba ya nchi na kuonyesha kuwa mfumo wa kisheria wa Tanzania una uwezo wa kusimamia mashauri yote ya ndani bila uhitaji wa kuwepo mapendekezo au maelekezo au shinikizo kutoka kwa mashirika ya kimataifa kama Jumuiya ya Madola. Hatua hiyo ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ililenga kuweka mipaka ya wazi kati ya ushirikiano wa kidiplomasia na uingiliaji wa masuala ya ndani ya nchi yanayohusu utawala wa sheria. Athari za kauli hii iliyotolewa na kiongozi mkuu wa nchi jijini Dodoma ni kubwa na za kimkakati katika uwanja wa diplomasia na siasa za ndani ya Tanzania. Kwa upande mmoja, mkuu wa nchi ameonyesha msimamo thabiti wa serikali katika kutetea uwepo wa mahakama huru na bunge linalowajibika, huku akiondoa shaka kuhusu nia ya serikali katika kusimamia taratibu za kisheria. Kauli hiyo pia inaiweka Jumuiya ya Madola na mataifa mengine ya nje katika nafasi ya kutambua kuwa Tanzania inatathmini uhuru wake wa kisheria na kikatiba, na kwamba masuala yanayokabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu yanafuata misingi ya sheria za nchi. Umuhimu wa tukio hili vilevile inajitokeza pia katika namna mkuu wa nchi alivyotumia uwepo wa viongozi wakuu wa mihimili ya dola kutoa ujumbe mzito wa mshikamano. Uwepo wa Jaji Mkuu wa Tanzania pamoja na viongozi wa
bunge na mawaziri katika hafla hiyo jijini Dodoma ulitoa msingi madhubuti wa kisheria na kiutawala kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufafanua kuwa nchi inaendelea ama inaendesha mambo yake kwa kufuata misingi ya utawala wa sheria na mshikamano wa kitaifa. Hali hii inaonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya utendaji wa mihimili ya dola, ulinzi wa amani ya kitaifa na uwezo wa nchi kujilinda dhidi ya shinikizo la kisiasa kutoka nje. Katika nafasi ya taasisi zinazohusika katika sakata hili, inabainika wazi kupitia maelezo ya Rais Samia Suluhu Hassan. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inachukua nafasi yake ya kulinda mipaka ya kisheria na kisiasa ya nchi, wakati mahakama chini ya Jaji Mkuu George Masaju ikitakiwa kutekeleza wajibu yake kwa uhuru na haki kulingana na katiba. Kwa upande mwingine, taasisi za kimataifa kama Jumuiya ya Madola zimeburudishwa majibu wao kwa kuheshimu mamlaka ya nchi na kufuata misingi ya usawa na heshima katika ushirikiano wa kidiplomasia. Historia ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na masuala ya kisheria yanayomkabili inahusiana moja kwa moja na majibu haya yaliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akiwa kiongozi wa chama kikuu cha upinzani, mashtaka na kesi yake zimekuwa zikivuta hisia za wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kauli ya Mheshimiwa Rais iliyobainisha kuwa masuala ya kisiasa ya ndani yanapaswa kushughulikiwa kwa mujibu wa taratibu za kimataifa inathibitisha msimamo wa serikali kwamba hakuna raia au mwanasiasa anayeweza kuwekwa juu ya sheria au kupewa upendeleo kutokana na shinikizo la nje. Uchambuzi zaidi wa kauli hiyo ya kiongozi mkuu wa nchi unaonyesha kuwa uwazi na uamuzi wa kujibu matamko hayo ya Jumuiya ya Madola ulikuwa wazi mtazamo wa serikali kuhusu maendeleo ya demokrasia nchini Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alipobainisha kuwa matamko hayo yanaiweka nchi katika wakati mgumu, alikuwa akiashiria changamoto zinazojitokeza pale diplomasia ya kimataifa inapokutana na michakato ya sheria ya ndani. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema kuwa serikali inaendelea kuisimamia amani na utulivu bila kutikisika na kauli za nje zilizotolewa bila kuzingatia misingi ya kikatiba, katiba na sheria za Tanzania. Kauli hiyo ya kiongozi mkuu wa serikali jijini Dodoma imeendelea kujadiliwa kwa kina katika mitandao ya kijamii na kwenye vyombo mbalimbali vya habari nchini. Wachambuzi wa siasa na sheria wamebainisha kuwa msimamo huo wa Rais Samia Suluhu Hassan ni kielelezo cha uongozi unaojiamini na unaosimamia uhuru wa nchi katika kufanya maamuzi ya kisheria. Wananchi wengi wamekuwa wakifuatilia kwa karibu sana mwelekeo wa majibu hayo, wakitambua kuwa ulinzi wa amani na mshikamano wa kitaifa ni nguzo kuu katika ustawi wa demokrasia na uchumi wa taifa.